Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Mheshimiwa Riziki Pembe Juma, amewataka viongozi na jamii kwa ujumla kutunza na kuhifadhi rasilimali zilizowekwa na serikali. Akizungumza katika hafla ya makabidhiano ya mradi uliofanyika Sebleni, wilaya ya Mjini Magharibi, mkoa wa Mjini Unguja, amesema serikali imefanya kazi kubwa katika kuimarisha majengo hayo kuwa katika ubora mzuri, huku akiwaomba wakandarasi kutoa elimu kwa wafanyakazi juu ya vifaa walivyoweka kwenye majengo hayo. Wito wangu ni katika kuomba kwamba tutunze, kwa sababu kile kinachojengwa lazima tukitunze. Usipokitunza maana kitaharibika. Kweli kutakuwa na watoto ambao watakuwa wanasimamia katika kuona utunzaji unaendelea vizuri, lakini binadamu wakati mwingine wenye shughuli, mtu nimemwachia aendelee na shughuli zake, kwa tuombe sana wale watakuja kutumia ukumbi huu basi tutunze ili tutumie sisi na watoto wetu na watakaokuja baada yetu. Kwa sababu aidha, Waziri Riziki amewataka wananchi kukaribia Sebleni kwa shughuli zao za kijamii kwa lengo la kukuza na kuongeza pato la taifa kwa serikali. Lakini kwa mfano shughuli za harusi, basi ukumbi huu ni mujarabu, lakini mikutano ya mawizara, ya private, labda shughuli za kijamii, maulid, dua na shughuli nyingine zozote, ni kwamba ukumbi wetu huu umekuwa wa kisasa na unaweza kutumika hizo shughuli. Na joto hakuna, hata kama nje kuna joto, basi ndani manake viyoyozi vipo. Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi ameweka katika ukumbi huu. Kwa hiyo niombe sana wananchi wenzangu wa Zanzibar wakaribie katika kuja kuona wanafanya shughuli zao katika ukumbi wetu huu kwenye makao hapa ya wazee Sebleni, na watajisikia raha. Naye meneja mradi wa wakandarasi ndugu Abel Beni ameishukuru serikali kwa kuamini kwa kuwapatia nafasi ya kukarabati mradi huo na kuwathamini wazee pamoja na kuibua fursa za ajira kwa watumishi. Kiujumla majengo haya wakati tunaanza yakuwa hivi, nadhani waliokuwepo mwanzo wanafahamu. Kwa hiyo ni hatua kubwa imefanyika mpaka kufikia hapa. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa hilo, na tunashukuru sana serikali kwa mradi huu. Kwanza ni ile kuthamini wazee na kuwatunza, lakini pia ni kutoa ajira kwa wakandarasi na washauri elekezi. Kama tunavyoona vijana wengi wamehusika hapa, wamepata riziki zao, kazi imefanyika. Tunashukuru Mungu, tumewasimamia, kazi imekwenda vizuri. Tunashukuru Mungu, kama aliposema Mheshimiwa Waziri, tupo pamoja. Mimi ni Ilham Mahmud, Leaders TV, uwajibikaji ni msingi wa maendeleo.